captain wa timu ya shule, captain wa shule ya kata, timu ya kata, captain wa timu ya mitashumta wilaya. Sawa. Kwa hivyo lakini mimi Mkristo. Nimebahatika kuwa mwalimu wa kwaya pia. Lakini nimebahatika kuwa mwenyekiti wa idara ya vijana wa jimbo la Matema Baptist. Kwa kuchaguliwa vidole. Hivyo vyote nasema ni vidole. Nilicheza ngoma za jadi, samba inaitwa. Wenzangu nilichagua pia kwa kiongozi kwenye ngoma yetu ya jadi ya pale kijijini. Hivi viongozi kwa Kinyakyusa anaitwaje? Ulikuwa una cheo gani kwa Kinyakyusa? Nini kwenye samba? Unaitwa meya. Meya, meja. Kwa hiyo wewe ulikuwa meja. Mimi kwa meja. Hivyo kwa hiyo unaweza kuona. Sasa ile haikuwa siasa, ulikuwa ni uongozi wa mfumo wa kisiasa. Wanapiga kura, wanachagua. Kuchaguliwa kulianzia pale. Sasa hivyo nimeenda chuo nikiwa Mafinga, ni kwamba kwenye level ya vyuo walianzisha sera mpya au sheria mpya kwamba wanafunzi wawe na uwakilishi kwenye bodi ya chuo. Mimi nilifanikiwa kuchaguliwa na serikali ya wanafunzi kuwa mjumbe wa bodi ya chuo kuwakilisha wanafunzi. Chuo cha madaktari wasaidizi au waganga wasaidizi Mafinga. Na tume yangu ya uchaguzi ndio ilimwezesha Bwana Stanislaus Nyongo ambaye ni mbunge wa Maswa, ambaye kuwa naibu waziri wa madini, kupata uongozi kwa rais wa serikali ya wanafunzi. Mimi ndio nilikuwa mwenyekiti wa tume. Na kutoka pale wenzangu akadimba akaenda kusoma zaidi, kaacha kutibu vidonge, kasoma mambo ya human resource management na mambo ya marketing, akaenda kugombea ubunge, akapata, akabahatika kuwa naibu waziri wa madini. Nataka kusema jinsi uongozi unavyopatikana. Tumeendelea sasa 2005 ndipo siasa ilianza. 2005 kulikuwa na uchaguzi mkuu kama kawaida, kama mwaka ulivyo. Kwenye jimbo la Kyela mbunge loko madarakani ni marehemu John Livingstone Mwakipesile ambaye baadaye alikuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Sasa waloko wanatafuta kiti kwenye kinyang'anyiro alikuwepo Profesa Makabumbe, mkazi wa kijiji cha Kafundo, alikuwa ni mtaalamu wa uchumi, MCPA, ni marehemu na yeye vile. Kwa hiyo yule mzee alinifuata Makwale nikiwa nafanya kazi. Yeye shida yake ilikuwa kuniomba niongeze nguvu ya usafiri kwenye safari yake ya mchakato wa kutafuta ubunge. Kwa hiyo nikamkubalia kwa sababu alikuwa baba kaka yangu wa nyumbani. Nikaomba likizo kwa mwajili wangu, akanipa likizo, ikabidi nitumie gari yangu niungane naye kusaidia na magari yake kumuendesha yule baba kufanikisha kampeni yake. Hapo ndio nilianza kuiona siasa. Kwa hiyo tumekwenda lakini hatukufanikiwa. Alichukua kiti Dr. Harrison Makembe. Mshindi wa pili au aliofuatia kwenye za maoni alikuwa anatetea Mheshimiwa John Livingstone Mwakipesile hayati, na Profesa Makabumbe alishika nafasi ya 3 kwa kupata kula 50. Mwaka mmoja baadaye 2007 kukawa na uchaguzi mkuu wa chama. Uchaguzi mkuu wa chama, Profesa Mark Mondose anagombea NEC. Na bahati nzuri babake mdogo Mwambona alikuwa anacheza stick, mangoma. Stick, anacheza stick. Na babangu mimi alikuwa anacheza mangoma. Babangu walikuwa na urafiki wa kuchaguana kwenye ngoma na ngoma, mkialika unapata rafiki, unamtunza rafiki hadi anaondoka hivyo. Kwa mahusiano ya Mwambona na baba yangu yalitufanya mimi tufahamiane na Profesa Mark Mondose nilipokuwa naenda kule Mfiri ukipapa kwao. Kwa alipokuwa na harakati zake zile za kuwania hiyo nafasi, alipata nafasi ya kukutana na mimi nikiwa Makwale ili tumunge mkono, na mimi nikaamua kuunga mkono. Uchaguzi kwa mgumu sana ule. Walikuwa wanashindana na Tom Mangonda ambaye alikuwa ni mtoto aliyekuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa Tanzania. Abson Mangonda ni marehemu naye. Uchaguzi ulikuwa na makundi makubwa sana hivyo, na matumizi makubwa ya rasilimali na kila kitu. Mimi nilikubali kuunga mkono Profesa Mondose kwa sababu niliangalia CV yake, lakini nilikuwa namjua kwa ukaribu pia kama nilivyosema historia. Bahati nzuri alishinda. Alipata uongozi wa kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya sehemu taifa kuwakilisha mkoa wa Mbeya. Na mimi hapo ndipo nilipoanza kuingia sasa kama wasomi wanakuja kumbe siasa sio ile tunasema siasa mchezo mchafu, siasa propaganda sio. Kumbe siasa ni uongozi, ni njia ya kuwatumikia watu. Basi kwa taifa na ujumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya sikupata. Nafasi zote mbili sikupata. Na sikukata tamaa.
2008 kwa sababu nilikuwa nishajitangaza sasa, wanajua kuna kijana anaitwa Hunter. Nimejitangaza kupitia kampeni za 2005, nimekwambia. Nimeonekana tena kupitia kampeni za uchaguzi mkuu za Maki Mondose and Neck. Kwa hiyo 2008 vijana wenzangu nikiwa nasoma sasa kozi ya Assistant Medical Officer chuo cha Mbeya, ambapo hivi ni chuo kikuu cha madaktari. Kwa kanambia rudi chukua fomu, nikachukua fomu kugombea wenyekiti wa jumuiya ya vijana CCM wilaya ya Kyela. Na nikajaza fomu nikarudi chuo. Baadaye nikaja wiki moja ya kutafuta kura, wenzangu kanichagua. Uchaguzi ulikuwa mgumu sana kwa sababu utamaduni na uzoefu unaonyesha hao viongozi wanaokuwa madarakani, wabunge na madiwani na wenye viti wa chama wana hofu sana vijana wanapokuja nyuma. Kuta wazee wanaingilia uchaguzi wa vijana. Wanaingilia uchaguzi wa vijana, wanawapandikiza vijana makundi yao, wawaze wafikiri kama wanavyowaza wao, wagombane kama wanavyogombana wao. Lakini nikapata vijana wakaniamini, nikachaguliwa kwa mwenyekiti wa vijana wa CCM wa wilaya. Ukiona chimbuko natokea kwenye ngazi ya kata. Na uzoefu naijua jumuiya sasa ya vijana. Kwa hiyo nimeendelea, ukiwa mwenyekiti wa vijana wa jumuiya ngazi yoyote, unakuwa mjumbe wa vikao vya chama kwenye kamati muhimu, kamati ya siasa ya ngazi ile. Kwa hiyo nilikuwa mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, mjumbe wa vikao vyote vya wilaya. Kwa safari yangu ilianzia pale. Baada ya hapo ilikuwa hiyo 2008. 2009, 2010 ndio wazee wanasema, najibu swali lako. Wazee wanasema tumewahi kukufuata. Mimi nimewahi kufuata 2005 Makwale. Nije nigombee diwani. Nikaombea wazee hapana, na nilifuata kwa ushahidi. Kuna mwalimu mmoja sasa hivi ni marehemu, alikuwa anaitwa Kununu Katisa. Ndio walimtuma. Mzee Garini Mwakyusa, mzee yupo. Yeye mzee mpinzani, hajawahi kwa CCM, Garini Mwakyusa. Msomi mzuri, mchumi. Ndio alikuwa mkurugenzi mwendeshaji benki ya CRDB. Tawi la Dar es Salaam pale. Hivyo. Lakini na Ndooka ni marehemu naye. Mtielopiko likweli ule Ndooka. Mzee Bruno. Profesa Makabumbe mwenyewe. Mzee Mwikimba ametangulia naye mbele ya haki. Walikuwa wazee 6 wameketi. Mzee Ambangile Kasambala tumepoteza mwaka jana, ametangulia mbele ya haki. Wakamtuma Kununu kwa sababu alikuwa ni rafiki yangu, alikuwa anasoma Kampala, chuo kikuu cha Kampala. Kamwambia Hunter aje. Nikaenda kwa kuta wazee wamekaa, kuna pombe za jadi inaitwa Kimpumu. Zile pombe zile tunakunywa kwa milija zile hivyo. Kwa wazee wanaanza kukaribisha Kimpumu, wakanikaribisha nikanywa. Jambo la pili, mtoto wetu tunaomba ugombee ubunge. Nikaambia ni sahihi wazee, na washukuru kwa kuniona. Mimi siasa sijui. 2005. Lakini pia nina jambo la kwenda kusoma. Profesa Makabumbe ndo akasimama upande wangu. Wengine watu walikataa. Na baadaye Garen kwa sababu alikuwa msomi mzuri akaunga mkono. Mwacha akasoma. Nilikuwa na wazo kipindi kile kwenda kufanya Doctor of Medicine. Lakini nafasi ile ilitokeza nafasi ya Assistant Medical Officer Advanced Diploma. Na ilikuwa lazima muajiri kubaliane naye atalipa wapi. Na hii imekuja. Nasema bora kilichoko mkononi kuliko kile unachosikia harufu yake. Inaweza kawa pengine ni masalia ya pilau iliyo China. Kwa hiyo nikaenda kusoma ya Advanced Medicine ambayo ni Assistant Medical Officer chuo cha Mbeya. Nilivorudi sasa ile 2010 ni kama nimeingia mwenyewe kwenye mdomo wa mamba, kwa sababu nikahamishwa kutoka hospitali ya wilaya Kyela. Pale nilikuwa medical officer, nilikuwa daktari mchaji wa wodi ya watoto na wanawake pale Kyela. Nikaletwa hapa. Na nimeletwa kwa maksudi kwamba kuna sera ya kupandisha hadhi ya vituo vya afya vianze kufanya upasuaji kwa mujibu wa sera ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo wanajenga chumba cha upasuaji. Kwa Hunter lazima uende usimamie kwanza ujenzi na baadaye ufanye shughuli za upasuaji, kutoa mtoto tumboni ambayo inaitwa cesarean section, mambo ya kuondoa maji kwenye pumbu, busha, hydrocele, ufanye hydrosectomy, mambo ya kutoa ngiri, mnaita mishipa, lugha rahisi mshipa, hernia. Hivyo. Kwa hiyo hizo ni operations za kawaida ndogo ambazo unaweza kufanya kwenye ngazi hizi za vituo vya afya. Kwa mimi ndo nililetwa hapo. Nilisimamia ujenzi uligharimu milioni 33, chumba cha kwanza ambalo jengo hilo linatumika kama jengo la utawala, ofisi ya mganga mkuu. Tukakamilisha jengo. Kamilisha jengo 2010 tukaanza shughuli za upasuaji. Na mara wazee wananiita tena kwa mara pili. Ulisema kasome baba, umeshasoma na umerudi. Vikao ilikuwa sitting allowance 30. Sawa, mtafanya vikao 12. 30 mara 12. Unazungumza bale shingapi? Unajua mwenyewe sasa. Ndio unaacha mafao ya uzeeni baadaye.
fanya hivyo. Kwa nikasema wazee nipeni muda nirudi nyumbani. Kwa nikaenda nyumbani Mabunga. Baba alikuwa anaishi Mabunga, alikuwa hai mwaka ule na mama yangu mzazi alikuwa hai. Nikawaambia wale wazazi wangu, napata wito na wazee kwamba nielekee huku kwa mara ya pili. Baba akasema hivi, sisi tulikuzaa, tulikusomesha, tulimaliza. Wewe ni mtoto wa jamii. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo usiwadharau, usikaidi. Wao wanaona. Tena unaniambia kamati yao hiyo ni mchanganyiko wa vyama vyote. Nenda mwanangu. Basi na mama mwenyewe, mama yangu hajasoma vizuri, alikuwa mzaliwa wa kwanza kwa babu, kulikuwa lazima aolewe ili wengine wadogo zake waolewe. Huo utamaduni wa kwetu, na najivunia utamaduni. Nimezaliwa na mwanamke ambaye aliolewa mapema kanisani. Vinginevyo angekuwa msomi, angetoa mimba, mimi nisingezaliwa. Pigie makofi mama yangu. Na mimi maua yake mama yangu. Tupe maua yake mama. Hivyo. Kwa hiyo ni kwamba nikachukua mawazo ya wale wazee na kauli yao, nikaja kuandika barua ya kuacha kazi masaa 24. Mkurugenzi alikuwa anaitwa Sinyagwe. Afisa utumishi msaidizi ambaye alikuwa na kaimu. Ndio marehemu tumemzika juzi. Rafael Makisisi walikuwa wanamta katibu tarafa. Yule ndio amepokea barua yangu mimi ya kuacha kazi masaa 24 na kwa niaba ya mkurugenzi ndio aliandika. Barua ile wachukua muda kidogo kuamua kwa sababu ilibidi wamkonsati katibu tawala wa mkoa. Huyu kijana kwa umri mdogo anakuacha kazi atakwenda kule. Hivyo. Lakini baadaye akasema mwache ende. Na sikumwambia mke wangu. Na ndoa iliumba sana. Wewe fikiria mwanamke amekusubiri miaka yote. Umedimba kuanzia certificate amekusubiri uchumba nini. Na kuna diploma amekusubiri. Umeona? Kae sasa mjenge maisha. Mkae mjenge maisha sasa. Na gari inakuja kuchukua, mimi nikiitwa gari inakuja kuchukua asubuhi hivyo na gari inanirudisha jioni. Na sisi tumetokea ile familia ambayo haina hata pikipiki. Baiskeli zenyewe kwa wazee walikuwa wanatoka nazo huko Johannesburg zamani. Ushike baiskeli ya mzee wewe utaweza? Haiwezekani. Kwanza akirudi pale nyumbani ni panafagiliwa. Tairi kuondoa alama za tairi. Umeona mwana hivi pale nyumbani. Tumeishi maisha yale. Kwa hiyo ndio hivyo. Sikumwambia, akaja kuambiwa tu na rafiki zangu wa karibu kwamba jamaa kachizika, ameacha kazi. Hivyo na hapo sio tu familia, hata marafiki unapoteza. Kwa sababu kuna marafiki wa cheo, kuna marafiki wa damu, kuna marafiki wa cheo. Kwa marafiki wengi ile kofia ya uganga mfawidhi nilivyoitua, marafiki wengi nilipoteza, na wengine nilipoteza mpaka sasa. Hivyo walikuja kurudi nilipopata tena mwenyekiti wa halmashauri. Walirudi wengi foleni marafiki wa cheo. Nilipovua tena ile kofia tena wamepungua tena. Wanasubiri cheo kingine. Sasa akitokei